Mungu Roho Mtakatifu, niko tena mbele zako. Bwana, umeniweka mbele ya watu hawa wa thamani sana. Naomba sasa Roho Mtakatifu, naomba unitumie vile utakavyo. Roho Mtakatifu, wewe unawajali watu hawa kwa namna isiyokuwa ya kawaida, na unawapenda watu hawa kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Nami naamini na nasadiki ya kwamba una jambo jipya kwa ajili ya maisha yao, litakalo wafaa na litakalo tufaa sote kwa namna pekee sana leo, katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tukaanza kwa kusema kwamba kumtumikia Mungu au utumishi sio jukumu la watu fulani pekee kwenye kanisa, bali ni wito kwa kila mwamini. Sio jukumu la watu fulani kwenye kanisa, bali ni wito kwa kila mwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametukabidhi mambo ya kadhaa. Kwa mfano, Mungu ametupa muda na anatazamia kuona tunautumia muda wetu kwa habari ya kulitumikia shauri lake. Mwangalie jirani yako, mwambie, vipi unautumia muda wako katika kumtumikia Bwana? Na kati ya vitu muhimu sana ambavyo tunavihitaji, nyenzo muhimu kwa habari ya utumishi wa Mungu, nyenzo ya kwanza inayoeleweka kibinadamu na ambayo iko ndani ya uwezo wa kila mmoja Mungu ambaye ametupatia, na ya nyeti, inaitwa muda. Sema muda. Sema muda. Sema muda. Vingekuwa ni vitu vingine tungeweza tukawa na baadhi ya watu wakawa exempted kwenye eneo hili. Kama ni pesa, basi wako wasiokuwa nazo, au kuna wakati hatuko nazo. Kama ni afya, kuna kipindi hatunayo afya. Lakini nasema muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda. Sema tena muda. Na maandiko yanasema, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, miaka utakaposema sina furaha katika hii. Akiweka wazi ya kwamba kuna kipindi kitafika, shetani hahusiki wala chochote hakihusiki. Utataka kufanya na hutaweza kufanya. Utataka kutenda na hutaweza kutenda. Utatamani utumike na hutaweza. Anatupa kanuni nzuri. Nampenda sana Yesu. Kwenye kila assignment ambayo anatupatia, huwa anatupa majibu yaliyo wazi na mepesi kama maji. Eneo la kwanza ni muda. Uwe mgonjwa vipi, unao muda. Lakini vile vile Mungu ametupa nguvu. Eneo la pili ni nguvu. Naomba nikwambie, nguvu hii inatafsirika kwa namna mbalimbali. Hakuna ambaye anaweza akawa exempted kwenye hii kwa kusema nimeshindwa kutumika kwa sababu sina nguvu. Naomba nikwambie, huna nguvu ya mikono, lakini una nguvu ya kutazama. Amina watakatifu. Unaweza ukaona vitu na ukanuia mambo katika ulimwengu wa roho. Huna nguvu ya kutazama, lakini una nguvu ya kusema. Unaweza ukawa umelala mahututi, mwili wote umekolapse, lakini mdomo upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina watakatifu. Unaweza ukaona nguvu zozote za kuongea wala za kufanya, lakini una nguvu kichwani. Amina watakatifu. Hizo nazo Mungu ametupa, anataka kwanza tumtumikie Mungu. Lakini kuna wengine hatuna vyote, lakini tuna vipawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu mdhaifu kwenye maeneo mengi, lakini ana kipawa, ana kitu fulani cha kipekee ambacho Mungu ameweka. Sasa Mungu anaamini kabisa kupitia vyote hivyo, nguvu, muda, vipawa, uwezo, connection na ambavyo ametupatia, kwavyo anatazamia kutuona tukimtumikia Mungu katika hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomtumikia Mungu kwa uaminifu, tunaonyesha upendo wetu kwake na kutambua kwamba maisha yetu ni mali yake. Narudia tena, tunapomtumikia Mungu au kumtumikia Mungu ndio njia pekee nyepesi na laini na inaeleweka kama maji katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho, ya kwamba tunampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani watakatifu, tunafanya nini? Tunampenda na kumtumikia na kutambua kwamba yeye ni yote na sisi ni mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kuombea Mungu Roho Mtakatifu akupe nguvu ya kunisikiliza na kunielewa. Maana kama kuna changamoto kubwa kizazi cha leo kinapitia, ni uwezo wa kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, kila unapopata fursa ya kuingia au kuketi uweponi mwa Bwana, lazima utoke na kitu kinachoshikika, kinachogusika na kinachoonekana.
kuonekana kama kweli ibada hiyo iliatamiwa na mwenye ibada ambaye anaitwa Mungu Roho Mtakatifu. Narudia tena, tunapomtumikia Mungu kwa uaminifu, tunaonyesha upendo wetu kwake na tunaonyesha kutambua kwamba maisha yetu ni mali yake. Mambo mawili, tunaonyesha upendo lakini unaonyesha kutambua kama kuna kitu Mungu anakithamini kwenye maisha yetu. I think all of us we know that Mungu anahitaji kuona maisha yetu tunampenda, na Yesu akasema amri kubwa kuliko zote ni kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu na kwa akili zako zote. Lakini jambo la pili tunaliona Mungu ambalo ani shauku yake na hamu yake kuliona kwenye maisha yetu ni kukuona wakati wote moyo wako unamtambua yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamtambua yeye, unamtambua. Ilikuwa ni siri ya Daudi. Amevuruga mambo mengi, amekoroga vitu vingi, lakini Bwana akimtazama wakati wote alikuwa anaona katikati ya uharibifu mwingi kwenye maisha yake, bado Mungu alikuwa anaona Daudi akimtambua yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Mungu anamwambia shetani kwa habari ya Ayubu, je, pamoja na yote umemtenda, bado mtazame Ayubu, bado yu aniabudu mimi. Naomba Mungu akupatie mambo haya mawili, na Mungu ayaone mambo haya mawili, hali ya kumpenda yeye peke yake na kumtambua Mungu, na kumtambua ya kwamba wewe ni mali yake, yeye ndio mmiliki wa maisha yako. Naomba hilo lionekane wakati wote kwenye maisha yako. Naomba nikuulize swali kubwa linakuja kwetu sote leo kanisa. Naomba niwaulize, je, tunatumia muda wetu, tunatumia vipawa vyetu na tunatumia nguvu tulizopewa na Mungu kumtumikia? Haya ni maswali ambayo lazima uyajibu na lazima uyapatie majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo kadhaa tuliangalia Jumapili, na kwanza tulianza kwenye kile kitabu kizuri cha Nyakati wa Kwanza 28-21. Katika Nyakati wa Kwanza 28-21 tunaona Mungu anawatambulisha wale makuhani. Mungu anawatambulisha wale makuhani, mitume na manabii, akiwaita watumishi wake. Mungu anawatambulisha makuhani, mitume, manabii, wachungaji, vyovyote vile, wainjilisti, kwamba hawa ni watumishi wangu. Na tazama, hizo zamu za makuhani na Walawi ziko kwa utumishi wote wa nyumba ya Mungu. Hao ni watumishi wa Mungu. Nisikilize na kufundisha, na nimepewa neema ya kukufundisha siku ya leo. Lakini kitabu kile cha Wafalme wa Pili 9:7, Mungu anajifunua na anawaita manabii kwamba ni watumishi wake. Naomba nikwambie, Mungu anisaidie na akulinde, usije ukabanwa sana na baadhi ya maneno au politics za kidini ambazo nimewahi kusikia mtu anasema jiepushe na mitume, jiepushe na manabii. Wangapi wamesikia hayo maneno? Usiwe extreme sana kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mitume ni watumishi wa Mungu na wapo. Kweli sio kweli? Manabii ni watumishi wa Mungu na wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wainjilisti ni watumishi wa Mungu, walimu ni watumishi wa Mungu, na wachungaji nao tu watumishi wa nani? Wa Mungu. Hizi huduma zote zimewekwa na zinafanya kazi kwa wakati huu mmoja, ili kuwa lengo moja kuu la kukamilisha mwili wa Kristo. Najua kwa habari ya changamoto na sokomoko ambayo imetokea kwenye kizazi chetu na imeleta shida kwenye maeneo haya, mpaka utaona wengine wameamua kuziba masikio na kusema tutabaki na wachungaji tu, tutabaki na mitume tu, tutabaki na manabii tu. Mimi nakuomba wewe, elewa, hawa ni watumishi wa Mungu, na naamini kwa kupata mafundisho mazuri au kulelewa vizuri kiroho, una uwezo wa kuoperate kwenye ofisi zote hizo tano na usiingie kwenye shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yote wanayoyatenda hawa, hizi huduma tano, yanapimwa kwenye mzani wa neno la Mungu. Ukiwepo nabii tutausikiliza, lakini ili tuufanye kwa imani yetu tutaupima kwenye neno la Mungu. Ukiwepo utume tutaukubali, tutaupokea, lakini ili iwe imani yetu tutaupima kwenye neno la Mungu. Likiwepo fundisho tutalisikiliza, lakini ili lifanyike imani ndani yetu tutalipima kwenye chujio la neno la Mungu, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini tukaona kwenye kile kitabu cha Kutoka 32:13 Mungu anawatambulisha. Kutoka 32:13 Mungu anawatambulisha kina Musa, Abraham na yule Yakobo kama watumishi wake,
nikakuonyesha, tulitembea wiki hiyo, nikakufundisha au nikakufunulia kwamba zingatia maandiko haya. Wale wanaitwa mitume, hawa anawaita manabii, hawa anawaita walimu, hawa anawaita mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli, yani Yakobo, watumishi wako. Anawaita watumishi, ila anawataja kwa majina. Nisikilize katika jina la Yesu, wote hawa walikuwa ni watu wa biashara, watu wa business. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu hakuwa mchungaji, wala hakuwa mtume, wala hakuwa nabii. Nikufundishe leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawaita kwa sababu walitumika hivyo, lakini all of us we know kwamba Ibrahimu katika siku zake, sidhani kama wananchi walimuita mtume au walimuita damii. Wote mnafahamu Ibrahimu kwenye siku zake alikuwa ni businessman mkubwa, alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa. Hiyo ndio ilikuwa sifa yake kuu. Wote mnajua alimiliki karibu dunia yote ya wakati ule. Maandiko yanasema ng'ombe zake, kondoo zake, wafanyakazi wake, mpaka alikuwa ana jeshi, analimiliki jeshi. Mnakumbuka wakati Lutu ametekwa, alienda na jeshi lake akaivamia ile nchi, akaipiga na akamchukua ndugu yake Lutu. Vivyo Yakobo, wote mwajua huyu alikuwa ni mtu wa business. Yakobo hafahamiki kwa kutabiri wala hafahamiki kwa kuhubiri, si ndio hivyo watakatifu? Ila anafahamika alikuwa ni mtu aliyepata pesa, aliyetajirika kupitia mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alidhulumiwa mara nyingi na bado Mungu alifanya maongezeko makubwa kwenye maisha yao. Mungu anawaita watumishi wake hawa watu kupitia biashara, business zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Aisee, najisikia raha kukufundisha, najisikia raha kukuchunga wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Mungu atakubariki sana 2026 katika jina la Yesu. Na kama hujabarikiwa, anza kubarikika leo kwa mafundisho haya katika jina la Yesu. Pokea wahi, pokea mafunuo haya na kupatia hapa. Maana yake nini anapoita watumishi wake? Hawa jamaa walijidedicate, walijidhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema kupitia biashara hii, macho yangu hayataangalia biashara hii, macho yangu hayataangalia miradi hii, macho yangu yatamtazama Bwana katika jina la Yesu. Na Bwana ndiye ataangalia biashara hizi, na Bwana ndiye ataangalia huduma hii, na Bwana ndiye ataangalia kazi mifugo hii. Hakika Mungu anatafuta wanaume na wanawake wa aina hiyo, na akiwapata atazitumia hizo biashara, ataitumia hiyo miradi kulitangaza jina lake. Sema amina kama unaelewa katika jina la Yesu. Kwa nini miradi yako, kwa nini shughuli zako Mungu asizitumie kama symbol, kama tangazo la ufalme wake? Naomba nikwambie, ndo kile nimekufundisha wiki ile. Nguzo misingi ikiharibika, wenye haki hawana wanaloweza kufanya nini? Kufanya. Lakini tukirudi kwenye nafasi zetu, Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hivyo kibabe, Yesu anasema kwenye ile Yohana 17:14 ya kwamba siwaombei wafanye nini? Siwaombei watoke kwenye hizo biashara, siwaombei watoke kwenye hizo kazi, siwaombei watoke kwenye hayo mapambano, utafutaji, siwaombei watoke kwenye huduma, bali naomba uwalinde na nani jamani? Na yule mwovu, kwamba wapambane mpaka kieleweke katika jina la Yesu. Nikakupa tahadhari ya ile wa Korintho ambayo ndio ilianzisha na ilitengeneza tatizo ambayo tulisoma vibaya siku za nyuma, kwamba tokeni katikati yao na mkafanyaje? Na mkatengwe nao, maana hivi na hivi na hivi. Tukashindwa kuipatia balansi yake, matokeo yake walokole tukajiondoa kwenye kila kitu cha dunia, tukasema hivyo ni vya duniani, na wenzetu ndio wakafurahia. Tukaacha kila kitu, wao wakaingia kwenye kila eneo kwa sababu hatupo sawa sawa, na wakatake kila kitu, control kila kitu, na wakaset system. Alafu tunajikuta kwa sababu bado tunaishi na tunayo maisha, hatuondoki duniani leo wala lini kesho, tunajikuta lazima tuingie kwenye hiyo mifumo. Tukiingia wamekaba kila mahali, utajikuta kila siku unatengeneza maombi, unatengeneza mifungo, na unateseka na utakonda mpaka ndoa iharibike na upati matokeo. Mambo ya msingi mmeacha na mnapoteza muda kwenye vitu visivyokuwa na msingi. Haleluya watakatifu. Tukaondoka, wenzetu wamekabaro, biashara zote nzuri wamechukua wao, miradi yote mizuri wamechukua wao, tumewaachia. Yesu anasema hakuna kuacha chochote, na waombea wasitoke, bali na waombea walinde katika jina la Yesu. Mwanaume mwanamke aliyeokoka hakubali mechi
kienyeji lazima kieleweke katika jina la Yesu. Tumeanzisha biashara, tunatoboa katika jina la Bwana. Tumeanzisha miradi mpaka kieleweke katika jina la Yesu. Tumeanzisha makampuni, lazima yatoboe katika jina la Bwana. Hakuna kusema eti haya ni ya duniani. Naomba niwaambie, tunajiingiza humo mpaka tunawapindua, tunasimamisha ya kwetu katika jina la Yesu. Wako wapi kina Samsoni wa kizazi hiki? Watu waliodharauliwa, watu walioonewa, watu walionyanyaswa, wakamkumbuka Mungu wao, wakalikumbuka neno, akasema nitafutieni nguzo za jengo hili, nitafutieni nguzo za watu wanaovuruga uchumi wa Tanzania. Nataka kuzijua nguzo zao ziko wapi. Nitafutieni nguzo za watu wanaovuruga mamlaka ya dunia, wanaiendesha dunia wanavyotaka. Nataka kuzijua ziko wapi. Nitafutieni nguzo za familia hizi ambazo zinavuruga familia zetu. Nataka kuzijua ziko wapi, na tunapozijua tunaziendea, tunazikamata, tunasema liwalo na liwe, lazima zitaanguka. Tunamuita Bwana mpaka tunaziangusha, na tunawafuta nguzo, na tunafuta waliokalia hivyo vitu. Nikaona baa moja kubwa kuliko yote na janga kubwa kuliko yote. Mhubiri anasema wafalme wanaenda kwa nini? Kwa miguu. Alafu watumwa wamepanda nini? Farasi. Walio haki hawajulikani, wasio haki wanajulikana, walio haki wanadharurika, wasio haki wanaheshimika. Hilo ni janga, hilo ni baa. Msione mambo yanaenda ndivyo sivyo alafu eti unaona ni kawaida. Narudia tena, sema hilo ni baa. Mambo yanapoenda ndivyo sivyo. Biashara za walokole zinaharibika, za duniani zinafanyaje? Zinasimama. Hilo ni nini? Uitikia hilo ni janga. Narudi mimi nasema, wewe unaniambia ni janga, sio janga. Biashara za walokole zinazofika, lakini za mataifa zinachanua. Biashara za walokole zinakufa, za duniani zinastawi. Familia za walokole kila siku mahakamani, vikao kwa wazazi, vikao kwa wachungaji, makesi mahakamani ya mirathi ya walokole, lakini wa mataifa wanapeta tu. Watoto wa walokole mamburuna wanataga mayai, watoto wa mataifa wanapasua, wanasoma shule nzuri, wanasoma shule bora. Hilo ni nini? Hilo ni nini jamani? Nyumba nzuri mitaani unakuta ni za mataifa, za walokole, zimezungushiwa kikamba na vimaandishi vya ajabu ajabu. Hilo ni nini watakatifu? Magari mazuri ya wanaendeshwa na mataifa ya walokole ni yale yale, pancha kila upande na kadhalika. Hilo ni nini? Hilo ni janga. Maandiko yanasema wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina watakatifu. Amina. Tumeacha hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Tuko pamoja jamani. Akasema watumishi wangu. Hawakuitwa watumishi kwa sababu wanahubiri. Waliitwa watumishi kulingana na jinsi Mungu alivyotumia kazi zao kulitangaza jina lake. Daniel, Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Daniel hakuwa nabii, hakuwa mchungaji, hakuwa mtume, hakuwa mwinjilisti. Haya ni maneno tumewaita kutokana na kazi zao. Lakini professionally, au kimaandiko, documentary, hawakuwa. Daniel, he was a man of state. Sema man of state. Alikuwa ni mfanya kazi mwanzo mpaka mwisho. Yote tunayoyasoma kuhusu Daniel na tunayoyatumia kwenye mambo ya imani kuhusu Daniel, nitajie moja la kichungaji. Moja nitajie. Daniel anasifika kwa mambo kadha wa kadha. Lakini kati ya mambo ambayo Daniel amefahamika kwayo sana, Bwana Yesu asifiwe sana, ni ile maisha ya kuipambania imani. Amen. Serikali inapotengeneza bills, miswada inapitishwa kwenye bunge, sawa sawa, iliyo kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Naye yupo kwenye serikali, anasimama kwenye zamu yake akiwa ndani ya serikali, na hakuna mswada wa kishetani uliwahi kupita, hata kama serikali yote ilikuwa imejaa wapagani. Maadamu Danieli yuko peke yake, mote mnafahamu hiyo miswada yote iliishia motoni, na walioitengeneza waliishia kupotea. Leo hii tuna watu kibao Mungu amewaweka kwenye nafasi.
lakini fuatilia uwepo wao kwenye hizo nafasi haujasaidia chochote ufalme wa Mungu. Zaidi sana umeleta matukano na aibu kwenye ufalme wa Mungu. Maana watu wanasema kama walokole ndio hawa, kama walokole ndio hawa, ni bora tu hivi hivi tu, ni bora tu hivi hivi tu. Naomba nikwambie, popote Mungu amekuweka wewe, ni Daniel mwingine. He was a man of state, lakini ona alivyoitumia ile ofisi yake, ona alivyotumia professional yake vizuri. Kupitia uwepo wake pale, msaada unatengenezwa wa kuhakikisha hakuna ibada kufanyika, hakuna maombi kufanyika, wala kushindana nao, wala kubishana na mfalme. Alijua ofisi anayoitumikia ni kubwa kuliko ile ya mfalme. Nimefundisha Jumapili hapa nikakwambia, kama kuna kazi bora duniani, kama kuna kazi nzuri duniani, ombea watoto wako na ujiombee mwenyewe. Ni kazi ya kumtumikia nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi zote unazozijua, ajira zote unazozijua, mwisho wake huwa zinaishia madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe jamani. Hata rais yoyote unayemwona duniani, mfalme yoyote unayemwona duniani, alipoanza mchakato wa kutafuta hiyo nafasi, mfuatilie, alienda kupiga magoti kwenye madhabahu fulani. Kweli sio kweli? Akaomba, niombeeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wanakujaga makanisani jamani, si tunaendaga kwenye mikutano kuwaombea, wanajua. Bwana asifiwe sana. Na nikakwambia, hii kumtumikia Mungu si kuitwa mchungaji. Pale ulipo, mimi na wewe hatuna tofauti. Tofauti yetu ni kwamba mimi natumika kwenye jengo hili, wewe unatumika kwenye jengo lile, kwenye eneo lile. Kama Danieli, kwa taarifa yako, manabii walikuwepo, mitume walikuwepo, kipindi cha Danieli kina Nehemia walikuwepo, lakini bado Danieli alifahamika zaidi. Why? Alitumia ile nafasi yake kama Mungu anavyotaka. Sisi tunaona ng'ombe za Ibrahimu, sisi tunaona biashara za Ibrahimu, sisi tunaona utajiri wa Ibrahimu, ila Mungu haoni chochote kwenye hivyo. Anaona utumishi wa Ibrahim. Mwangalie jirani yako, mwambie mtumishi wa Mungu nisikilize. Mwambie mtumishi, unanisikiliza vizuri? Mimi nikwambie, uhasibu wako utaona faida yake kama utatambua kwamba ule ni utumishi Mungu amekupatia kwenye eneo lile. Engineer, utajua nini maana ya kuitwa engineer, na utajua nini faida ya kuwa engineer, na utakula maziwa na asali ya uinjinia kama utatambua kwamba hapa, hii ofisi, huu ujuzi sijapewa ili ni macho yangu na moyo wangu wekee, ila nimepewa, ni eneo langu la utumishi. Niangalieni katika jina la Yesu. Kila eneo Mungu huwa ameweka watu, kila eneo kwenye maisha. Nani ananipata mpaka hapo? Farao anajua Misri, wale ni wakunga, watu ni manesi, wanafanya kazi ya kuzalisha watoto, si ndio? Si ndio? Lakini wale watu wanawaita manesi, ila Mungu alikuwa ajui kama manesi, alikuwa anajua nimeweka watumishi wangu. Anasema uwa watoto wote wa nini? Wa kiume. Wakati wa kuwa wenyewe wanaenda wanamwambia Farao hivi, wanamwambia Farao, sikiliza, usitulaumu sana, maana Farao analalamika, mbona kuna watoto wajafa? Wanamwambia hivi, sikiliza, wanawake wa Kiebrania sio kama nani? Sio kama sisi. Wale wanazaaga hata kabla hatujafanyaje, hatujawakuta. Sio kwamba wanazaaga tu, walikuwa kuna wakati wanawazalisha kwa namna wanayojua wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamewekwa pale kama watumishi. Amina watakatifu. Si tunasema ni mfanya biashara, si tunasema ni hivi. Mungu anasema mtumishi wangu. Na hii ni katika ulimwengu wa roho, na shetani ndivyo anavyofanya hivyo hivyo. Sawa sawa. Ndio maana fuatilia, hakuna mtu aliyefanikiwa duniani aliyekaa nafasi yoyote ambaye amekalia tu. Niliwahi kukufundisha, cheza na watu, furahi na watu, ila jihadhari sana kucheza na mafanikio ya mwanadamu. Nani ananielewa ninachoongea hapa? Jihadhari sana kucheza na mafanikio ya nani? Ya mtu yeyote. Yaani ukiona mtu amefanikiwa kwenye eneo lolote, familia, huduma, kazi, biashara, cheza na yeye. Usichezee yale mafanikio, huwa yana siri kubwa ambayo haijulikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wangu, leo Mungu atupatie wanaume na wanawake ambao watakuwa na mentality ya aina hiyo. Amina watakatifu. Amina watakatifu. Mungu anathamini kile amekupa. Sisi tunasema ni mtumishi. Danieli hakuwa mchungaji wala hakuwa nani. Leo hii njoo kwenye makanisa yetu, shida ndipo inapoanzia. Tuna watu wengi
lakini kanisa zima anajulikana mtu huyu mmoja, mtumishi mchungaji Kubena. Naomba hii maneno haifai katika jina la Yesu. Naomba kila mmoja asimame kwenye zamu yake na kila mmoja atambulikane kwa utumishi kwenye eneo lake katika jina la Yesu. Tunahitaji utumishi kwenye eneo la elimu. Mama Mabula, tuwatambue walimu mlioko hapa, tuone utumishi wenu na mbingu zijue wako walimu, wako watumishi wa aina fulani. Tunahitaji Mungu kufanya kitu kwenye eneo la afya. Sikilizeni, naomba niwajulisheni, ndio maana kazi ya Mungu ni ngumu, na ndio maana makusanyiko ya watu waliokoka sometimes yanakuwa yanaga ladha fulani. Shida ni hii inayowafundisha. Sikilizeni watakatifu, injili ya kumvuna daktari anaijua nani? Anaijua nani? Daktari mwenzie. Wewe ni daktari, ni mtumishi pale. Ibrahimu alikuwa mtumishi, na Ibrahimu aliwavuta matajiri wengi wakaja kwenye injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwavuta wafanyabiashara, injili ya kumhubiri mfanyabiashara mpaka akanielewa na akaja kwa Yesu. Wewe mzee Nshoma, wewe mfanyabiashara, wewe ndio unayo. Amina. Amina jamani. Amina watakatifu. Injili ya kuhubiri mameneja. Sikiliza, wenyi mameneja mlioko hapa, hiyo ndio utumishi wenu mmepewa. Mnajua namna ya kuingia, mnajua namna ya kutoka. Amina. Injili ya kuhubiri maaskari. Jamani, rafiki zangu, mimi sina wala wewe huna, wanayo maaskari wenzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unazania Yesu alipoita wanafunzi wa kila karia alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anawahitaji kuwafikia watu wote, na kila mmoja Mungu alimtumia kwenye eneo lake kuwafikia watu wake. Tunahitaji vijana athletics, watu wenye vipawa, vijana mashuhuri. Sikiliza, uwezo wa kuwafikia vijana mashuhuri mlioko hapa, msidhanie huo uwezo mliopewa, vipaji mlivyopewa vya kuwatofautisha na watu wengine eti Mungu anataka auone utumishi wenu kupitia hivyo. Wangapi wamenielewa katika jina la Yesu? Lile eneo Mungu amekuweka ni eneo lako la utumishi, na naomba usisomeke kama injinia, someka kama mtumishi injinia katika jina la Yesu. Usisomeke kama mwalimu, watu wasome mtumishi mwalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi mnanipata paka hapo katika jina la Yesu? Lakini Yoshua 1:7 tunaona anaweka wazi, Mungu anamtambua Yoshua, wale viongozi na kadhalika kama watumishi wake. Viongozi mlioko hapa, ule uongozi sio vyeo vya kupata marupurupu na kadhalika. Mungu amewapa hivyo vyeo, Mungu amewapa huo uongozi. Naomba niwaambieni, katika ulimwengu wa roho mna manager, hakuna nani, hakuna fomani. Katika ulimwengu wa roho Mungu anakuona kama mtumishi wake kwenye eneo hilo. Je, kupitia nafasi yako umefanya kazi gani? Maandiko yanasema kwenye historia ya kanisa, alipokubali kuwa Mkristo Konstantino Paul, Bwana Yesu asifiwe, ndipo mateso ya kanisa yalipokoma na Ukristo ukaenea kupita kawaida duniani. Lakini vile vile kwenye Samueli wa pili 7:15 tunaona kwa habari wafalme na watawala. Samueli wa pili 7:1-5 wafalme na watawala. Lakini kwenye kitabu cha Ayubu 1:8 tunaona Ayubu anatambulikwa kama mtumishi wa Mungu, na katika maandiko hayo Mungu anapomsifia Ayubu ni mtumishi wake. Ayubu hakuwahi kuwa mchungaji, Ayubu hakuwahi kuwa mwalimu, Ayubu hakuwahi kuwa nabii. Ayubu alikuwa ni mtu wa biashara. Shetani anatoa sifa zake. Je, haukumzingira pande zote? Hata mali yake imeenea kwenye dunia yote. Unaona, kupitia mafanikio yake Mungu alihubiriwa na watu walihubiri injili inayosema hivi, unataka kufanikiwa, fuata Mungu wa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba watu fulani kuanzia leo, password ya kutafuta mambo fulani kwenye ya maisha iwe ni wewe katika jina la Yesu. That's why mimi ninaamini juu ya nyie kubarikiwa, na namtafuta Mungu mchana na usiku awabariki maisha yenu katika jina la Yesu. Maana najua mkibarikiwa kwenye maeneo yenu, hakika mtakuwa matangazo, mtakuwa mikutano ya injili, matangazo ya injili kwenye maeneo yenu, na watu wengi wa aina yenu watamjua Mungu na watakuja kwenye ufalme. Lipokee hilo katika jina la Yesu. Mimi naomba jichunguze. Toka nimekuwa katika ofisi hii, nimekuwa sababu ya watu wangapi kuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba usielekeze macho yako na moyo wako kwenye vile Mungu amekupatia, utatoka kwenye njia. Elekeza macho yako na moyo wako kwenye kusudi la Mungu katika vile amekupatia. Je, neno lasemaje?
Mordekai anamwambia Esther. Esther akiwa anakula kuku, anajizungusha kwenye viti vya ikulu, yuko busy mambo ya kifalme. Wakati yuko busy na mambo ya kifalme, ndugu zake wamepangiwa mpango wa kufanyaje? Wakufa, na wanakufa na mtu umeshatengenezwa na Hamani. Sikiliza, anaibuka mtu anaitwa Mordekai, anamwambia hivi, watu wa media naomba mu active hapo, anamwambia hivi, sikiliza Esther, je, haukujua kwamba Mungu alikuweka kwenye nafasi hiyo? Kwa nini? Kwa kusudi maalum. Esther, sikiliza, hata kama umejisahau, Mungu atatuletea wokovu kwa njia nyingine na tutapona. Ila wewe, kwa sababu umesahau kuliangalia kusudi ambalo umepewa nafasi hiyo, na ukajisahau, umejichanganya na starehe na marupurupu ya eneo hilo, utaangamia wewe na nyumba ya nani? Ya baba yako. Esther aliposikia ile neno, kikainuka kitu hichi ninachotaka kiinuke ndani yako, kwamba Bwana nisamehe, kumbe nimejisahau. Nimeingia hapa kwenye hii ofisi, nikaanza marupurupu ya hapa, mambo ya hapa yameniteka, nikasahau kwamba kumbe Mungu hatupi nafasi, Mungu hatupi uwezo kienyeji. Nisikilizeni, huwa anatupa nafasi, huwa anatupa uwezo kwa kusudi maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaumia, moto ukaibuka ndani yake, akatangaza, akasema liwalo na liwe. Natangaza maombi ya kufanyaje? Maombi ya kufanyaje? Ya kufunga. Tutafunga. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nitafunga. Hawafungagi, nitawafungisha. Bwana asifiwe tena jamani. Na waliwafungisha. Naomba niwaambieni, ndani ya siku 3 Esther alivunja amri ya kifalme, ambao ukiivunja shurti ufe. Akaingia kwa mfalme isivyo nini? Utaratibu. Ufe. Aliamua kufanya vile kwa sababu alijutia kile alichokifanya. Naomba niwaambieni, mwisho wa mambo nini kinatokea? Esther akufa na ukombozi ulipatikana na Israeli haikufa. Mimi naomba niwaambieni, tukiajua makusudi ya Mungu ya kuwepo mahali tulipo na tukayasimamia kwa uaminifu, ukombozi utaenda kupatikana kwenye nyumba zetu katika jina la Yesu. Wewe ni nguzo, wewe umewekwa hapo, wewe ni taa, amina watakatifu, umewekwa hapo, wewe ni sababu ya mambo fulani. Jua hilo, weka mkono juu, sema Bwana nisaidie, nijue kusudi la kuwepo kwangu katika jina la Yesu. Nijue kusudi la kuwepo kwangu hapa katika jina la Bwana. Mungu amekupa watoto, unafurahi tu na vitoto vyako, unaposti happy birthday. Endelea kuposti, zitakuja kuwa mbwa mwitu hizo, nakwambia. Endelea tu kuposti. Umepewa watoto, sio wa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema watoto ni urithi wa Bwana. Amina jamani, amina jamani. Tunapewa watoto, usijisahau ukaanza kuwakumbatia. Hapana, mwambie Bwana, lipi kusudi la kunipa mimi mtoto huyu? Mbona kuna mwanamke fulani ana sifa zote za malezi, ana uwezo wa malezi kuliko mimi, yeye hana mtoto. Mimi umenipa hata kuwalisha tu chakula, sifanyeje? Siwezi. Hata kulisha chakula sifanyeje? Siwezi. Yani kuna mtu anajuta juu ya uzazi wake, kwamba nikijaribu tu zinakuja mapacha, nikijaribu mapacha 3. Kuna mwingine anatafuta kwa mamilioni kupata mtoto huyu mmoja. Haya mambo naomba usiangalie kimwili sana, hebu turudi tuanze kuyaangalia katika ulimwengu wa roho. Kwa nini Mungu umenipa hawa watoto? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu umenipa hawa vijana? Bwana Yesu asifiwe sana. Nani anaelewa ninachoongea hapa? Liko kusudi kwenye kila jambo, ulijue then umwambie Mungu, nifanyie Bwana, nataka unifanikishe kwenye masomo yangu. So what? Sikiliza, watu wote wanaoisumbua dunia mpaka leo sio watu wa kawaida, ni watu waliofanikiwa. Amina watakatifu. Kusudi la huyu mtoto ni nini? Amina watu wa Mungu, tuko pamoja. Usikodolee macho vinavyoone, kodolea macho kusudi la nani? La Mungu la kukuweka pale. Na kusudi analitamka kwenye maandiko yetu, wewe ni mtumishi. Haleluya. Vipi tunaweza kumtumikia Mungu? Nikimbie nimalize. Ziko namna moja au nyingi au kadha wa kadha ambazo kwazo unaweza ukamtumikia Mungu. Twende haraka sasa. Namba 1, sema namba 1. Wakolosai 3:23. Katika Wakolosai 3:23 tunasema hivi, jifunze na kufundisha. 3:23. Wakolosai 3:23. Jifunze kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema hivi, lolote upatalo kulifanya, lifanye kwa moyo wako
wote kama kwa nani? Kwa Bwana, wala sio kwa mwanadamu. Naomba niwaambie rafiki zangu wazuri, huduma yetu haipaswi kufanywa kwa kulazimishwa au kutafuta sifa za wanadamu, bali tunapaswa kumtumikia Mungu kwa upendo na uaminifu, tena kwa haki. Narudia tena, huduma zetu, utumishi wetu haupaswi kufanyika kwa kushurutishwa, bali msukumo uwe ni upendo, kwa sababu Mungu anaangalia sana nyuma ya kila huduma ufanyayo, utumishi ufanyayo, kuna roho ya aina gani? Lolote mfanyalo lifanyeni kwa nini? Kwa moyo, kama kwa nani? Kwa Bwana, wala sio kwa mwanadamu. Zingatia hapo, wala sio kwa mwanadamu, kwa sababu mkijua ya kuwa mtapokea kwa nani? Kwa Bwana ujira wa nini? Wa urithi mnaomtumikia Bwana Kristo Yesu. Usifanye kazi ya Mungu kwa sababu ya kumrithisha mchungaji. Usifanye kazi ya Mungu, jihadhari sana. Naweka angalizo hapa. Hapa ndipo watumishi wengi sisi wachungaji, kwa kukosa maarifa na malezi, huwa tunapoanza kuharibikiwaga. Kama lengo la kumtumikia Mungu litakuwa ni lingine lolote na sio kumpenda na sio kazi yake iende, utafanikiwa. Kama lengo la ajira ulionayo, nisikilize kwa jina la Yesu, kama lengo la ajira ulionayo, elimu ulionayo, utumishi ulionayo, mke, mume ulionayo ni lingine na sio kumpenda Mungu na sio kumtumikia Mungu, rafiki mpenzi, I say kuna kitu utakikosa. Anasema zingatia, kwenye kila utumishi kuna ujira na kuna nini? Urithi. Sema hivyo kwa jina la Yesu. Sema, kwenye kila utumishi kuna ujira na kuna urithi. Zingatia, naomba niwaamshe roho zenu leo kwa jina la Bwana. Na ili upate hizo komponenti mbili, upate ujira, Mungu aamuru ujira. Huu mshahara mnaopewa washirika, tunaopata kwenye kazi, ndugu zangu, ni kivuli cha ujira ambao Bwana anaweka nyuma yake. Ndio maana unaweza kukuta mtu anapata pesa nyingi sana, inaitwa mshahara, lakini hakuna kinachoendelea kwenye maisha yake. Na utakuta kuna mtu anatengeneza pesa ndogo sana, inaitwa na yenyewe mshahara, anafanya mambo makubwa. Tofauti ni hapa. Kuna mtu ana mshahara peke yake, lakini kuna mtu ana mshahara na nyuma ya mshahara kuna nini? Kuna mtu ana mshahara kama mshahara. Huyu jamaa piga ua, atazunguka hapo alipo tu. Hata umpe milioni 20, bado utamkuta anaishia kuwa mtu wa matatizo. Ila kuna mtu ana mshahara mnauona ni mdogo, sawa sawa takatifu, lakini kwa sababu amelelewa na amefundishwa maana ya utumishi. Amen. Amen. Nyuma ya ule mshahara kuna kitu kinaitwa nini? Ujira. Huwa uonekani, mkijua ya kuwa mtapata kwa nani? Kwa Bwana ujira na nini? Wa urithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu unatokea kwa Bwana. Kwa nani? Kwa wale wanaomtumikia Mungu katika nia ya dhati, kwa moyo wa dhati. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa dhati ni nini? Ni lile kusudi ambalo kwalo Mungu amekuweka mahali pale. Yusufu anafanya kazi kwa Potifa. Amen. Amen. Kama mtumwa, si ndio? Si ndio? Lakini kwa sababu alikuwa afanyi kazi kwa kienyeji, kwa elimu yake, kwa taaluma yake na kwa maelezo aliyopewa, alikuwa anafanya kazi zaidi ya elimu yake, zaidi ya maelekezo, sawa sawa takatifu, yani kwa bidii na uaminifu kama kwa Bwana. Matokeo yake kulikuwa na ujira usioonekana. Within a short time, nisikiliza vizuri, Yusufu alikuwa na nguvu kwenye ile ajira, tena mtumwa kuliko hata mwenye mali. Nani ananielewa nachoongea hapa? Maandiko yanasema Potifa aliweka vitu vyote mikononi mwa nani? Mwa Yusufu. Yani Potifa hata matumizi yake, akitaka pesa, ilikuwa inategemea mkono wa nani? Wa Yusufu. Hizi ni baraka ambazo Mungu amewakusudia nyie wanangu katika jina la Yesu. Naomba Bwana akubariki kuliko hao unaona wamebarikiwa katika jina la Yesu. Mnanisikia nyie watakatifu? Ujira. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kuridhika na hicho kimshahara. Nikutangazieni leo katika jina la Yesu, Bwana anao ujira kwa ajili yako katika jina la Yesu. Geuza ofisi yako iwe utumishi, geuza elimu yako iwe utumishi, geuza kipawa chako kiwe utumishi kwenye nyumba ya Mungu katika jina la nani? La Yesu.
kila mtu hapa ni mtumishi. Niseme nini juu ya Yakobo? Ameingia pale kama mtumwa, tena mtumwa wa ovyo. Anafanya kazi, mshahara wote apati, maana ni maari. Unalipwa nini? Maari. Lakini tuje kwenye maandiko, turudi kwenye andiko letu. Kumtumikia Bwana kuna nini nyuma yake? Kuna ujira wa urithi. Nisikilize, Yakobo akumtumikia Labani kama baba, alitumika kwa bidii na uaminifu kama kwa Bwana. Amina watakatifu, amina watakatifu, amina watakatifu. Namna ya kumtumikia Mungu na kufundisha katika jina la Yesu. Within a short time, Biblia inasema wazi, boss Laban, Yakobo mtumwa. Baada ya muda mfupi, maandiko yanasema ng'ombe za Yakobo na ng'ombe za Labani zipi zilikuwa nyingi? Baada ya muda mfupi, Yakobo alikuwa na ng'ombe, ana mali kuliko nani? Kuliko Labani. Maana alishangaa, akamwambia, wewe mshahara wako utakuwa ni ng'ombe wenye marakaraka. Na yule Labani alikuwa mdhulumaji. Akajua ili nimkomesha huyu aendelee kuwa mtumwa wangu, maana ni policy ya ajira. Ukimwajiri mtu mdhibiti, siku zote aendelee kuwa nani? Mfanyakazi. Ndio kanuni iko hivyo. Usimwachie uhuru, maana akifanikiwa atatoboa, ataondoka. Mbane kwenye system. Ajiri mtu, unaona anakufaa, mnunulie gari. Ndicho alichofanya Labani, kwamba ng'ombe watakaozaliwa wana marakaraka au ni wakwako, ili amtumikie vizuri, akijua ng'ombe azaagi mtoto mwenye maraka raka. Kwa hiyo atafanya kazi muda mrefu na hatapata. Oneni vile Mungu ni waajabu. Yakobo ametulia, Roho Mtakatifu anampa ufunuo. Chukua mti, kaleze kwenye njia ya ng'ombe wanapopita kuelekea kunywa nini? Maji. Maana alafu wachungie ng'ombe juani. Anawachungia kwenye jua, wanapata kiu, wanatamani kwenda kunywa maji. Ile njia wote wanatimuaga mbio. Wachungaji mnanielewa? Sasa anamwambia weka mti, kila ng'ombe atakayeruka, mbuzi atakayeruka atashika mimba, na ile mimba itazaa mtoto mwenye maraka raka. Ndani ya muda mfupi, mbuzi, mifugo yote ya Labani ilikuta imejaa maraka raka. Kwa lugha nyepesi, Labani alijikuta ni maskini, mali karibu zote ni za Yakobo. Mimi nakutangazia kwa jina la Yesu, usitishwe na kile unapata. Hebu tishwa na kusudi la Bwana kwenye kile unafanya katika jina la Yesu. Kumtumikia Bwana kwa moyo wa uaminifu, huwa kuna ujira na urithi katika jina la Yesu. Unataka uone matokeo, uone faida ya karia yako, ya ujira yako, naomba toka huko ulikoingia, njoo huku nako kufundisha. Embu weka msingi wa bidii, msingi wa uaminifu. Fanya kazi ya Mungu kwa moyo katika jina la Yesu. Lolote mfanyalo, fanyeni kwa nini? Na kama kwa nani? Wala sio kwa nani? Na wauliza, kuna mtu asiye na mtaji huo? Na waulizeni, kuna mtu asiye na mtaji huo? Hajasema mchungaji. Maana yake kama ni mchungaji, fanya kazi ya uchungaji kwa moyo na kwa nini? Kama kwa nani? Kwa Bwana. Kama ni mwalimu, tumika kwenye utumishi wako mwalimu. Kwa nini? Kwa moyo na kama kwa nani? Kwa Bwana, sio kwa TAMISEMI. Wewe ni injinia, fanya kazi yako kwa nini? Kwa moyo na kama kwa nani? Kwa Bwana, sio kwa nini? Kama ni daktari, fanya kazi yako kwa nini? Kwa moyo na kama kwa nani? Kwa Bwana. Hii unashindwa. Wewe ni fundi, fanya kwa moyo kama kwa nani? Kwa Bwana. Amina. Hutaki kumtumikia Mungu, kwenye ibada uonekane, kwenye zaka uonekane, kwenye ushirika na wenzio uonekane, kwenye kufanya kazi ya Mungu uonekane. Hata kuwahi ibada ni issue. Vitu vyote unafanya holela lela, moyo hauonekani kwenye chochote unachofanya. Hata kwenye familia aliyokupa Mungu, unalea familia, hata moyo hauonekani. Watoto wako vile, mke yuko vile, wewe uko vile. Amesema kama kwa Bwana. Naomba Mungu akujalie mambo haya mawili kwa jina la Yesu. Ni mtaji wa kupokea ujira kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio mjira tu, anasema ni ujira wenye urithi. Unaelewa hiyo maneno? Sio ujira utakaoishia kwako. Bwana atakupa baraka ambazo zitakaa
nitakaa na wewe mpaka utawaachia urithi watoto wako katika jina la Yesu. Sio baraka utakazotumia wewe peke yako. Ukionor utaachiwa ujira. Naomba nikwambie, mshahara wako unakula wewe mwenyewe na mume wako mnamaliza, lakini ujira huwezi ukamaliza. Mama Sawe, huwezi ukamaliza. Umenisikia? Huwezi ukamaliza, huwezi hata ukitaka. Katika unakaa na wewe mpaka na urithi, na waombea hilo kwa jina la Yesu. Na mnaweza sema napokea kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Napokea katika jina la Yesu. Swala sio kazi tu, swala sio kiti tu, swala sio mjijira ule mshahara tu. Kuna kitu kinaitwa nini jamani? Ujira uliobeba nini jamani? Urithi. Na kutakia hilo katika jina la Bwana. Nyi wanafunzi, swala sio kupata tu division 1. Swala sio kusoma tu, kuna cha zaidi. Fanya kwa moyo, fanya kama kwa Bwana. Na kuambia tena, na kufundisha tena, na kusii tena. Hichi ndicho ambacho Bwana amekukusudia na amewawazia watu wa Rehoboth. Kuna vitu tunavitaka vingi. Leo nimekuongezea, pamoja na kufanya kazi zako kwa bidii, naomba jitambue ni mtumishi wa Mungu. Natamani siku moja nikifika mbinguni niwaone mamia ya wanawake na wanaume ambao wana thamani, wamesimama mbele za Bwana, na ambao maandiko yanasema ninapowaona kwa macho, maana ni mchungaji nitaona, na ambao nitaona, maandiko yanasema wanaingia kwenye lile gate. Nikiwaona wanaingia kwenye gate la mbinguni, nitaona Bwana anasema, Yesu anasimama mbele yao, anasema karibu mwanangu, tena upumzike. Alafu anasema atawafuta nini? Wanafutwa machozi. Machozi ya nini? Wanafutwa kwa ile kazi kubwa walioifanya kulilinda kusudi la Bwana waliloumbiwa kwalo, katika jina la Yesu. Naomba nikupe swali la tafakari. Ni kwa kusudi lipi Mungu alikupeleka hapo? Ni kwa kusudi lipi wakati wengine wote walifeli la 7 wewe ulifaulu ukaenda sekondari? Ni kwa kusudi lipi wakati wengine waliishia sekondari wewe ulienda kwa college au kwa university? Ni kwa kusudi lipi wakati wengine wote waliajiriwa wewe au kuajiriwa na umeingia kwa biashara? Ni kwa kusudi lipi wakati wengine wote waliingia kwenye biashara na kujiajiri wewe ulipata ajira? Ni kwa kusudi lipi? Na kwa kusudi hilo nakwambia, ukilijua, huo ndio utumishi wako. Na kupitia utumishi huo naomba Mungu akupe roho ya bidii na kufanya kama kwa Bwana. Nikuhakikishie kuna ujira na urithi. Huo ndio unaofanya tofauti. Huo ndio unafanya iwepo tofauti. Huo ndio unaotutofautisha. Kitabu kile kizuri cha Malaki 13:3, Malaki 3:17-18. Nataka tumwambie Mungu kitu hapo. Malaki 3:17-18. Naomba tumwambie kitu hapo. Malaki 3:17-18. Malaki 3:17-18. Malaki 3 anaweka vizuri sana. Malaki 3:17-18. Haleluya. Naomba 1 2 twende tusome wote. Twende. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia. Twende haraka, mtu wa media. Kama vile mtu amwachilia mwanawe mwenyewe amtumikiaye, kama mtu amwachilia mwanawe mwenyewe amtumikiaye, ndipo mtakaporudi nanyi mtakapopamba kati ya nani? Ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye nani? Mungu, na yeye asiyemtumikia. Hajasema mtaona tofauti ya kati ya mwenye pesa na asiye na nini? Pesa. Hajasema mtaona tofauti kati ya aliyesoma na ambaye akufanya nini? Akusoma. Kuona tofauti huko ni ngumu sana. Ukitafuta tofauti ya waliosoma na ambao hawajasoma ni ngumu kuipata. Maana kuna wakati unakuta aliyesoma njaa tupu, ambaye hajasoma ana pesa. Kweli sio kweli jamani? Na kuna wakati unakuta aliyesoma anazo, ambaye kusoma hanazo. Mambo anasema huko kutafuta tofauti ni ngumu, lakini anasema hiyo siku mimi nitawaachilia. Haleluya watakatifu. Na nitakapoachilia, cha kwanza mtakacho kinoti ni tofauti kubwa kati ya yeye amtumikiaye nani? Mungu, na yeye asiyemtumikia.
sikia, kati ya yeye akaaye kwenye nyumba ya Mungu na kupasha kiti moto na yeye ajae kwenye nyumba ya Mungu, yeye aliyeamua kuifanya nyumba ya Mungu kwamba ni madhabahu yake. Naomba Mungu katika jina la Yesu, mwaka huu imebaki miezi michache unaisha, naomba Bwana akaionyeshe tofauti katika jina la Yesu, baina yako wewe uliyejitoa kutambua kujipambanua. Sijui kama naeleweka hapa. Mimi napenda sana kuchunguza maandiko. Kati yako wewe uliyejipamba, sema kujipambanua, sema kujipambanua. Na unaelewa, najua maana ya kujipambanua. Kujipambanua ni kujielewa na kusema enough is enough. Kuanzia leo sintalala kwenye kitanda hiki tena, nitaamka katika jina la Yesu. Timayo akajipambanua, akasema kuanzia leo sintabaki hapa kuwa ombaomba, si ndio? Si ndio watakatifu? Akalichukua lile vazi ambalo alivalishwa, ambalo linamtambulisha kwamba yeye ni ombaomba, na watu wakimuona wamsaidie kimali, akalivua akalitupa. Maana yake hamna msaada tena, kwamba nakufa nife, nimejipambanua, haya sio maisha yangu. Alipolitupa akamwendea nani? Yesu. Akamwambia, mzee, habari iliyoko sasa ni hii, nimejipambanua. Majira yangu ya kuishi kama kipofu yamefanyaje? Yamekwisha. Majira yangu ya kuishi kama maskini yamefanyaje? Yamekwisha. Majira ya kuishi na jaribu hili yamefanyaje? Yamekwisha. Inatosha. Aliona akuona, aliona akuona, aliona. Mtu wa pili alijipambanua ni nani? Mwana mpotevu, amefanya dhambi, ameharibu, mpaka akafikia level ya kutamani kula chakula anachokula nguruwe, nacho hakukipata. Yani anasema light, ningalikuwa nguruwe na mimi ningekula chakula hiki. Lakini hata hicho chakula cha nguruwe alikuwa anaambiwa, hata hicho huna uwezo wa kukila, sio level yako, hicho ni chakula cha nguruwe, ole wako tukuto umegusa. Alipofika mahali pale akasema, aibu hii inatosha, dharau hii inatosha, mateso haya yanatosha, nimefikia level ya kuwa hivi. Maandiko yanasema nako akajipamba nua, akajipamba nua. Unasikia? Akajipamba nua, akasema hii haiwezekani tena. Ona maneno aliyotamka, anasema sasa nimeamua, yani leo ni mwisho, hii chakula siri. Anasema nitarudi kwa baba yangu, amejipambanua, na nitaenda kumwambia, Baba, nimekuja, usinifanye kuwa mwanao, nifanye kama kuwa miongoni mwa nani? Mwa watumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwa watumishi wako. Amina. Alidhamiria moyoni kabla hajaenda hiyo spirit ya kwamba ninarudi kwa baba yangu na nitaishi, sitang'ang'ana, sina haja ya kuitwa mtoto, sina haja ya marupurupu ya watoto ya wana. Niko tayari kuwa mtumishi kwa baba yangu. Haijalishi wataniona vipi, haijalishi watanidharau vipi, haijalishi watasema umezidi kumsikiliza Kubena, umezidi kumtii Kubena, wewe hiyo kanisa itakupotezea muda. Naomba nikwambie, naomba leo jipambanue katika jina la Yesu. Mungu anaotafuta watu waliojipambanua na kusema, kama ulivyomtambua Ibrahimu, wala ukutambua pesa zake, au kutambua magari yake, au kutambua mifugo yake, ukamtambua kama mtumishi. Wewe uliyemtambua Danieli, au kutambua cheo chake, au kutambua chochote kile, bali ulisema ni mtumishi wangu. Naomba na mimi leo Baba, katika jina la Yesu, nitambulikane, nisomeke kama mtumishi kwenye eneo langu. Naomba nikuthibitishie katika jina la Yesu, tofauti inaenda kutokea, tofauti inaenda kutokea. Naomba niwaombe washirika wa Rehobothi, imetosha. Nasema tena, imetosha. Weka mkono wako juu, sema, Roho Mtakatifu, kwa moyo wako wote, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, inatosha, imetosha, inatosha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, inatosha, imetosha. Hivi nimetambulikana. Kuanzia sasa, kuanzia leo, nabadilisha ukurasa, nabadilisha address, nabadilisha jina langu, nabadilisha mtazamo,
nabadilisha utambulisho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Enyi wachawi, enyi waganga, enyi washirikina, enyi nguvu ya giza, enyi nguvu ya dunia, ewe mfumo wa dunia ulionitumikisha kwa mshahara wa mateso, ujira wa mateso, kuanzia leo ukurasa wangu unabadilika, unageuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni saa yangu, ni wakati wangu wa kupokea jina jipya, utambulisho mpya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni saa yangu ya mgeuko, ya kugeuka, ya kugeuzwa, ya kugeuzwa, ya kugeuzwa. Paza sauti, sema dunia, 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 Shinyanga, Shinyanga, kwa jina la Yesu. Shinyanga, Shinyanga, pokea habari njema, habari mpya ya utambulisho wangu, ya utambulisho wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. By power, by force, by power, by force, ninabadilisha utambulisho wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wasiozaa, wasiozaa wananyonyesha, wananyonyesha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mikono, mikono inayopoteza, inayofisha kila inachoshika, inaenda kuzalisha, inaenda kuzalisha kwa jina la Yesu. Sio kwa nguvu, sio kwa uweza, sio kwa pesa, bali kwa moyo, bali kwa moyo, bali kwa moyo, na kwa Bwana, na kwa Bwana, kwa jina la Yesu. Sasa ni saa yangu ya kugeuka, ya kugeuka, ya kugeuka. Paza kelele, Yesu, 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 Yesu. Ni nini kinachozuia nisigeuke, nisigeuke, nisigeuke kutoka kwenye kitanda hichi, kutoka kwenye magonjwa haya, kutoka kwenye daraja ile, kwa jina la Yesu? Kimbia haraka mbele kwa jabari ya kugeuka. Tufanye tukio la imani. Ni saa ya mgeuko katika jina la Yesu. Anza kugeuza, anza kugeuza, anza kugeuza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naiona neema iliyomshukia Ana, iliyomshukia Ana, akaomba maombi ya mgeuko, akaomba maombi ya mgeuko, hakuomba mtoto, aliombea mpaka mtoto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hakuomba tena kama mwanamke asiyezaa, aliombea maisha ya mtoto wake, aliombea hatima ya mtoto wake, na kuombea mafuta hayo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wako wapi Kinaana? Wako wapi Kinaana waliokubali kugeuza utambulisho wao na Bwana? Na msi Bwana wa majeshi ageuza leo. Geuza, 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 geuza. Achana na mtu uliyesimama naye, achana na kubena, achana na kubena. Nasema ni maombi ya kugeuzwa, ya kugeuzwa, ya kugeuzwa. Bwana anasema alipo mtumishi wangu ndipo nami nilipo, alipo mtumishi wangu ndipo nami nilipo, alipo mtumishi wangu ndipo nami nilipo. Kama kichwa kilivyo mbinguni, vivyo vivyo na mwili duniani, na mwili duniani. Rafiki ni Yesu. Hii ni aso ya kugeuka, geuka, 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 geuka. Anza kugeuza, anza kugeuza. Naomba, nimekwambia hapa hitajiki pesa, hapa hitajiki dhahabu, hapa hitajiki mafuta, hapa hitajiki maji au vitambaa. Vyote hivyo ni vizuri, sina shida navyo. Pana hitajika neno moja tu. Bwana anahitaji nia ya dhati, nia ya dhati, moyo wa kugeuka, moyo wa dhati, moyo wa kugeuka. Piga kelele, mwambie kama Naamani alivyogeuka, alivyogeuka, alivyogeuka,
alivyogeuka kutoka mwenye ukoma akapata ngazi ya mtoto mchanga. Ndio maombi yangu leo kwa jina la Yesu. Naomba jipambanue katika jina la Yesu. Naomba jipambanue, acha ushamba, acha ujinga, jipambanue my brother. Wewe wajua mambo yakoje, wewe wajua vile ulivyo. Hapa hakuna politics, kila mtu anajua. Naomba nikwambie ni kitu kimoja tu, Mungu anataka leo mambo yageuke. Asikusome kama mwanamke, asikusome kama mwanaume. Bwana anataka kuanzia sasa usomeke kama mtumishi wake, na anasema kama alivyo Baba mbinguni, kama kilivyo kichwa mbinguni, ndivyo na mwili duniani, ndivyo na mwili duniani, ndivyo na mwili duniani. Ana aliomba maombi ya mgeuko, hakuendelea kuomba kwamba mtoto. Anasema Baba, mtoto huyu atakuwa mtoto wa kiume, nami namleta madhabahuni kwako, naye atakutumikia siku zake zote, siku zake zote. Daudi anaomba maombi ya mgeuko akiwa kwenye hali, pokea ili neno, mgonjwa uliyeko mahali hapa akiwa kwenye hali ya kufa, mambo yameharibika, anaomba maombi ya mgeuko. Ona anavyosema, anasema habari ya kufa haipo tena, habari ya kufa haipo tena. Mimi ninaishi na ninayasimulia matendo makuu ya Bwana. Hichi ndicho ninakihubiri hapa, na ndio lengo laya. Nataka Bwana akugeuze leo, na kuanzia leo usiitwe tena mwanamke asiyezaa, bali uitwe yule Sara, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yule mwanamke asiyezaa Sara, Bwana akambadilisha, akaitwa mtumishi wake, na akaitwa mama wa mataifa wengi. Wale wakoma waliokuwa na karibia kufa, walipolisikia neno hili, walipotafakari uwezo wa Mungu, wakakubali nguvu ya mgeuko, mambo yalibadilika. Badala ya kuomba, badala ya kuomba, badala ya kuomba chakula, Biblia inasema wale wakoma walilisha maelfu, walilisha taifa, walilisha taifa. Na kuombea baraka hiyo kwa jina la Yesu. Wewe mtu wa biashara, wewe mtu wa business, utailisha Shinyanga, utailisha Tanzania kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waliitwa watumwa, Danieli mtoto mtumwa, within a short time Biblia inasema mambo yalibadilika. Hakuitwa tena mtumwa, akawa ni mtu wa pili kutoka kwa mfalme. Hii neema iko hapa sasa, pokea kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kujipambanua na kugeuka, na kugeuka. Paza sauti nyuma yangu, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nimejipambanua, nimejipambanua, na sasa nachukua hatua ya imani, nachukua hatua ya imani. Kama mwana mpotevu alipojipambanua, akachukua hatua ya imani, akasema ninageuka kutoka kutazama chakula ya nguruwe, chakula ya nguruwe, kutoka maisha ya kunyang'anyana baraka na nguruwe, riziki na nguruwe. Ninakataa maisha haya kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, kuanzia leo, ninarudi kwenye chanzo changu, kwenye chanzo changu, kwenye chimbuko langu, kwa baba yangu, kwa baba yangu. Baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu. Wewe uliye juu, wewe mwenye enzi yote, angalia mikono yangu, ona mikono yangu imechoka kwa uzito, imechoka Baba kukunyokea wewe. Ona machozi yangu yamejaa maji kukulilia wewe. Baba yangu, baba yangu, kitanda changu kimegeuka kuwa mito ya maji nikikulilia wewe. Baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, macho yangu yamegeuka kuwa korongo, kuwa muto, kuwa mafuriko ya maji mengi. Baba yangu, baba yangu, nikumbuke leo, nikumbuke leo, nikumbuke leo. Wewe baba yangu, wewe baba yangu, umesema hivi, utanifuta machozi. Nifute machozi,
niliolia muda mrefu. Nifute machozi haya, hakuna wa kunifuta. Ni wewe Baba yangu, ni wewe Baba yangu, ni wewe Baba, ni wewe Baba. Nimelia muda mrefu. Leo umesema unaenda kuonyesha tofauti ya yeye kutumikiae na yeye asiye kutumikia, ya yeye kutumikiae na yeye asiye kutumikia. Naomba katika jina la Yesu, naomba katika jina la Yesu, naomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, leo hii tofauti ionekane baina ya yeye atumikae na yeye asiyetumika. Mimi nimechagua fungu la utumishi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa ni saa ya tofauti kwa jina la Yesu. Anza kujitofautisha. Rikopakekashetatata rikokoposaka. Jitofautishe na wale wanaoendelea kufa, wale waelekea kwenye mauti. Jitofautishe nao. Wewe ulianza safari ya kifo, wewe ulianza kuota ndoto za kifo, wewe ulianza kuota ndoto za kifo, wewe ulianza kuota ndoto za kufa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, anza kutofautisha, anza kuona tofauti, anza kutabiri tofauti, anza kuishi tofauti baina yako na waendeao njia ya mauti, njia ya mauti. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe uliyebarikiwa, wewe uliyefilisika, biashara ziendi, anza kugeuza mwelekeo, anza kuona tofauti baina yako na wanaofunga biashara, baina yako na wanaofunga miradi. Na kuombea kwa jina la Yesu, nasema tena kwa jina la Yesu, na itangaza tofauti. Anza kuitangaza, anza kuitangaza, anza kuitangaza kwa ukiri wa imani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nyosha mkono juu, sema katika jina la Yesu. Ala, unielewi? Katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Yohana 12 mstari wa 26, kama ilivyoandikwa kwa kitabu ya Yohana 12:26, Baba yangu, 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 kama ilivyoandikwa Yohana 12:26. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno hili ndio turning point, ndio turning point, ndio eneo la mgeuko. Kwa jina la Yesu umesema, mtu yoyote akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo atakapokuwepo, ndipo atakapokuwepo, ndipo atakapokuwepo. Endelea mbele haraka. Ndipo atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu. Tamka kwa imani, Baba yangu. Naomba maombi ya kifalme ya kutumia upanga. Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu. Atamheshimu, atamheshimu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa ni saa ya kufuta kila dharau kwenye biashara, kwenye miradi yangu, kwenye shughuli zangu. Kwa jina la Yesu. Heshima yangu iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? Nataka majibu ya hilo swali kutoka kwa haraka. Heshima yangu iko wapi? Uliza, heshima yangu iko wapi? Iko wapi? Kwenye ujana wangu, kwenye ofisi yangu, kwenye uzee wangu, kwenye shughuli zangu, kwenye huduma. Heshima yangu iko wapi? Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatwaa kwa mamlaka yote, kwa ujasiri wote, heshima yangu, heshima yangu, heshima yangu. Kwa jina la Yesu ninaondoka kwenye dharau ya magonjwa. Sintaonewa tena, sintaonewa tena. Paza sauti, sintaonewa tena, sintaonewa tena na magonjwa,
Sintaonewa tena na dharau, sintaonewa tena na migogoro, sintaonewa tena na takataka yoyote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa hayataondoa heshima yangu, migogoro haitaondoa heshima yangu, aibu haitaondoa heshima yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mlima mkubwa, mlima mkubwa, mlima mkubwa, ewe Goliath, ewe uchawi, enyi mizimu mulio hapa kuiondoa heshima yangu, ama zangu ama zenu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo heshima yangu imerudi kwa jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi kama unaamini neno hili la kwako. Piga makofi kama unaamini la kwako. Mungu akurudie heshima yako. Rudi mahali pako kwa kukaa ukiwa unamshangilia Bwana. Bwana airudishe heshima yako kwa jina la Yesu. Shetani, shika adabu yako, shika adabu yako katika jina la Yesu. Bwana akurudishe heshima yako. Simama juu na matoleo yako haraka. Naomba shika sadaka nzuri ya kumshukuru Bwana. Simama na natamani Bwana akupe utambulisho mpya, na tumeupokea, na utambulisho huu unabebana na heshima. Baba, bariki matoleo haya, bariki sadaka hizi, bariki dhabihu hizi, bariki zaka hizi, bariki maongeo haya, bariki maisha ya watu hawa, bariki mashamba yao, bariki miradi yao, bariki kila walifanyalo kwa mikono yao, katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu tumtolee Bwana.